Mtazamaji, karibu tena katika wasaa wa habari za biashara. Jukwaa la Tume ya Maendeleo ya Vyama vya Ushirika mkoani Kagera limeishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha bei ya zao la kahawa kwa msimu wa mwaka 2024-2025 kutoka shilingi 1,400 mpaka shilingi 5,000, jambo ambalo linaenda kupunguza umaskini kwa wakulima wa zao la kahawa na kufuta kuuza kahawa ambayo haijakomaa. Tupate undani wa taarifa hii. Shukrani hizo zimetolewa na mwenyekiti wa Jukwaa la Tume ya Maendeleo ya Vyama vya Ushirika mkoani Kagera, Bwana Respicious John, wakati anazungumza na viongozi wa vyama vya ushirika mkoani humo vilivyoshiriki kongamano hilo. Ameendelea kusema kuwa kwa niaba ya wakulima wa zao la kahawa mkoa wa Kagera, anaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha bei ya zao la kahawa kwa msimu wa mwaka 2024-2025 kufikia shilingi 5,000. Natumia nafasi hii kwa niaba ya wakulima wote wa zao la kahawa mkoani Kagera kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri na kushirikisha wadau mbalimbali waliowezesha bei ya kahawa kupanda kwa zaidi ya 500%. Tutakumbuka kwamba bei ya kahawa katika msimu wa 21-22 bei ilikuwa ni shilingi 1,400 kwa kilo moja, lakini kufikia msimu wa 24-25, Mheshimiwa mgeni rasmi, bei yetu imepanda ikafikia wastani wa shilingi 5,000 kwa kilo moja ya kahawa. Haya ni mafanikio makubwa ambayo hatuna budi na haja kubwa sana kwa ajili ya kujipongeza na kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tupige makofi ya nguvu sana. Mkuu wa wilaya Kyerwa Bi Zaituni Msofe kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kagera amesema kuwa viongozi wa vyama vya ushirika ambao watajihusisha na rushwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kuwachukulia hatua kali za kinidhamu na za kisheria watendaji, viongozi na wanachama watakaothibitika kujihusisha na vitendo vya rushwa, ubadhirifu na wizi wa fedha na mali zingine za chama. Mgeni rasmi, vyama vyetu vya ushirika Ubumwe, KCU na KDCU vimeweza kushindana kwenye soko la mnada. Hii itapelekea usawa kwenye bei na hii itapelekea kununuliwa kwa kahawa zote ambazo zimewekwa kwenye mnada. Lakini mwisho wa mafanikio ni kwamba ushirika pia unachangia katika uzalishaji na ugawaji wa miche ya kahawa. Hii itasaidia kumpunguzia mkulima kwa sababu miche inatolewa bure. Jukwaa la Maendeleo ya Ushirika mkoani Kagera, wakati wakiwa katika kongamano hilo, wameweza kuwatembelea wagonjwa mbalimbali ambao wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, ikiwa ni kutoa vifaa tiba vyenye gharama ya shilingi milioni 9. Kutoka manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Lindi Kenneth Shamdoe amesema kuporomoka kwa bei ya ufuta katika msimu huu kumetokana na mabadiliko ya soko la kimataifa na ushindani kutoka kwa wazalishaji wa nje ya nchi. Tupate undani wa taarifa. Akizungumza katika mnada wa kwanza wa chama kikuu cha ushirika cha Runali uliofanyika wilayani Nachingwea na kushuhudia zaidi ya kilo milioni 2.6 za ufuta ghafi zikiuzwa kwa shilingi 2,510 mpaka 2,430 kwa kilo, Shamdoe amesema mabadiliko ya bei pamoja na ushindani mkubwa katika soko la dunia ndio sababu ya kuporomoka kwa bei ya zao hilo, na hivyo kuwaomba wakulima kuboresha uzalishaji ili kuongeza ushindani kwenye soko la kimataifa. Haya mazao yanauzwa kwenye soko la dunia. Kwa mwaka huu kuna nchi ambazo zimejitokeza kama nchi ya Pakistani na nchi ya Brazil. Wamelima ufuta mwingi na wameuza kabla yetu sisi. Kwa hiyo wanunuzi wale wananunua sasa kwa bei ya kawaida. Mwenyekiti wa Runali Oda Simpunga amesema ingawa bei hiyo si ya kuridhisha, lakini wakulima watanufaika kupitia mnada ambao una soko la uhakika, huku baadhi ya wakulima kutoka wilaya za Ruangwa, Nachingwea na Liwale wakiomba ongezeko la bei katika mnada ujao ili kufidia gharama zao. Bei tunapouza
za mazao yetu na tunauza kupitia mfumo wa TMS. Mfumo huu maana yake tayari unaonyesha dira ya bei ambazo zilizopo sokoni. Kwa utaona tofauti ya msimu uliopita. Nilikuwa nafikiri kwamba bei itakuwa kubwa kama mwaka jana, lakini naona bei imeshuka sana. Tunaomba kwamba kwenye mazao mengine yanayofuata watusaidie kidogo bei ipande ili tuendelee. Sisi tumezipokea. Tunaomba kwamba hizi bei ziende zikaboreshwe. Kwa sababu tupo kwenye msimu tu wa kwanza wa ufuta, tutaangalia na je mbaazi je. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Wakulima wa zao la tumbaku katika wilaya ya Serengeti, Butiama pamoja na Tarime wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku kupunguza wingi wa madaraja ya ununuzi wa zao hilo, kwani yamekuwa yakiathiri maendeleo ya wakulima hususan wakati wa mauzo. Musa Makali anaripoti taarifa. Ni katika kikao cha kwanza cha wadau wa zao la tumbaku mkoani Mara chini ya chama kikuu cha wakulima Mara wa Maku kilichoketi wilayani Serengeti mkoani hapa. Licha ya kuwekwa maadhimio kadha ya kusaidia uzalishaji wa zao hili, lakini pia kuwanufaisha wakulima, ombi kwa wakulima ni madaraja ya ununuzi wa zao hili huwa mwiba kwao. Inaonekana kazi ya tumbaku ni kazi ngumu sana. Unapouza tumbaku bei ndogo inakukatisha tamaa wewe kama mkulima. Sasa tunahitaji madaraja ambayo walishatengeneza kuwa mengi. Ionekana angalau basi madaraja yao machache kidogo at least ambayo kidogo mkulima akiuza hata akapata kahera ambako kana mkizi hata mahitaji. Bodi ya tumbaku ikae ibadilishe mfumo walioweka, watengeneze madaraja ya tumbaku yawe machache sio mengi, kuliko kuwa na madaraja mengi ambayo wale wanunuzi makampuni yanayonunua tumbaku ni sehemu yao ya kupiga dili. Lakini tunavyokuja kulima mbolea tunazozipewa tunalipa kwa bei ya juu sana. Alafu pia hatuoni marejesho ya pili kwamba sasa serikali imetufidia sisi. Kuhusu malalamiko haya na maombi mengine, mrajisi wa vyama vya ushirika hapa mkoani Mara Lucas Kiondele na meneja wa Maku akaweka wazi utatuzi wa changamoto hizo. Tumepokea changamoto kutoka kwenye vyama vya msingi na tutaweza kuiwasilisha katika mamlaka husika ambayo ni bodi ya tumbaku. Kwa kuwa sisi wa Maku ni waratibu wa zoezi, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha jambo hilo linafanyika kwa wakati na kwa muda mwafaka. Pembejeo zinawafikia wakulima kwa wakati ili kuhakikisha wakulima wanatekeleza majukumu yao. Mkuu wa wilaya Loria kwa niaba ya mkuu wa wilaya Serengeti katika mkutano huu anaziagiza mamlaka zinazohusiana usambazaji wa pembejeo kuchukua hatua haraka na kutokuwa kikwazo kwa wakulima. Anayehusika na mbolea, kwa sababu ukizungumza na wakulima wanasema sasa kama hatuletewi hivi vifaa kwa wakati tunawezaje kuzalisha? Kwa hiyo sisi ambao tumepewa hili jukumu tujitahidi tutimize wajibu wetu, tuwahudumie wakulima kwa wakati ili tuweze kupata mazao yanayotakiwa. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Naam, shukrani Musa Makali kutokea huko mkoani Mara. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo natamatisha habari za biashara, na ni wasaa pia wa habari za michezo pamoja na burudani. Utakuwa naye hapa muda si mrefu winga Teresa Witness Alanu Singalawa. Mtazamaji, tafadhali endelea kubaki nasi.